Ndio umewahi kupokea taarifa fulani mbaya au document yenye taarifa mbaya kuhusu wewe, familia yako, mali zako, uchumi wako, yani kuhusu hatima yako mbaya. Inaweza ikawa ni email, inaweza ikawa ni SMS, inaweza ikawa ni barua ya maandishi umetumiwa kutoka hospitali, majibu ya magonjwa ya vipimo vyako, taarifa za mnada wa nyumba yako, barua, taarifa za maneno maandishi, barua pepe kuhusu jambo baya ambalo linakwenda kukupata. Wewe sio wa kwanza. Miaka mingi iliyopita, kitabu cha Wafalme wa Pili 19, mfalme anaitwa Hezekia mcha Mungu. Mfalme Hezekia alipokea barua kutoka kwa mfalme aliyekuwa ni mkubwa, mwenye majeshi yenye nguvu, yenye kushinda kila mtu duniani, mfalme wa Siria aitwa Senakeribu, ikimpa taarifa mbaya ya uangamivu mkubwa unaokuja kwenye taifa lake. Alichokifanya Hezekia ndio nataka na wewe ukifanye kwa sehemu ya maisha yako. Hata kama unasema sije kupokea hizo document, taarifa kama hizi na nini, zitakuja inawezekana siku moja kwenye maisha yako. Biblia inasema mfalme Hezekia alichukua ile document, akaisoma. Baada ya kuisoma, hakuipeleka kwa shangazi, hakuipeleka kwa mjomba, hakuipeleka kwa waganga, hakulalamika, hakupaniki. Akapanda kuingia hekaluni. Kisha akaifungua mbele za Bwana, akamwomba Mungu, Mungu ketie juu katikati ya makerubi, utawalaye mbingu na nchi, sikia, angalia hii kitu iliyokuja mbele zangu, ingilia kati. Mungu akajibu, akamtuma Isaya, akampa majibu. Malaika mmoja kati ya matrilioni ya malaika wa Mungu alishuka, akawaua wanajeshi wa mfalme Senakeribu 185,000, kufumba na kufumbua wote chali. Akashindwa vibaya sana adui na barua yake. Maombi ya siku moja yalimshusha malaika, akatoa majibu ya barua. Maombi ya siku moja yalifuta jeshi zima la adui. Nataka nikutie moyo mpendwa, kesi zako jifunze kuanza kuzipeleka kwa Mungu. Jifunze kuchukua barua, kama ni maneno ya bebe, kama ni maandishi ya bebe. Ingia mahali ambapo huwa unakutana na Mungu wako, yafungue, kisha mwambie Mungu, kesi hii ingilia kati. Uliyeshusha malaika kwa mfalme Hezekia, shusha malaika kwenye jambo hili. Mungu wa mbinguni, ingilia kati.